Na ndio maana hata wanawake hii dunia nayo ili balance. Kikawaida mtoto hata kama angeitwa angalau angeitwa wa mama. Maana kati ya mama na baba nani mwenye mahusiano ya karibu na mtoto? Amekaa naye miezi mingapi? Kamkumbatia tena muda gani? Wapi? Yaani inafika katoto akizaliwa baba nao unasaulika kwa muda. Mwambia usimsogelee mama. Mama mpaka akae namna gani? Sawa. Na hapo ndipo katoto kanakumbatia, kanapata joto lote la nani? Na mama. Wewe mzee unapigwa na baridi. Ila saa inapofika katoto kanaitwa kwa jina la nani? La baba. Ili ufanyeje? Utoe ada, utoe mavazi, utoe chakula. Hayo yote yanakusubiri mzee, kwa kuwa kale katoto kametoka katika umiliki wa mama, kameletwa katika umiliki wa nani? Wa baba. Na wewe baba una wajibu wa kufanya yote. Simpe Bwana hayo mlionayo ili Bwana awajibike katika hayo. Kama tungeingia kwenye mambo ya sayansi, mtoto abaki kwa nani? Kwa mama. Na ndio mama hata kama amechepuka rahisi, moja kwa moja anasema baba ita jina. Ukiingia tu katoto kama zaro ita jina haraka. Anakwambia uite jina ili kabaki kwenye miliki yako, ila kiukweli katoto si kako. Mama anajua mwenye mtoto ni nani. Sasa kimpa yule mwenye mtoto nao anaona alina muda. Anatazama, anaangalia imani yake imejengeka kwa nane, anampa. Na kuna wengine hapa mmebeba watoto lakini si wenu. Ila kwa kuwa wameitwa kwa jina lenu, hao ni wa kwenu. Hakuna kuuliza ya kwamba ametoka wapi, ili mradi ni kwa jina langu. Hata kakikua, hata kama wewe ulikuwa huko nini, wa kwangu huyu. Wasukuma ndo nawakubali. Wakati mwingine mtoto akikosa mwenye naye wanatafuta hata kaka mtu, mpe. Mjomba kaka mtu. Mjomba, wanaogopa kaka mtu ili aibu isije kawa kubwa. Peleka kwa mjomba huko. Anaitwa kwa jina la nani? Na mjomba, na kanakuwa kama mjomba kweli.